Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari katika kipindi cha Julai 2025 hadi 2026 imepokea maombi na kusajili waandishi wa habari 4139 kupitia mfumo wa Tai Habari, ambapo waandishi wa habari 3357 wenye vigezo vinavyoainishwa kwa mujibu wa sheria wamepatiwa ithibati. Malalamiko 14 ya uvunjifu wa maadili ya taaluma ya habari yameshughulikiwa. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari imeandaa mwongozo maalum, na naomba nisome vizuri taratibu. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari imeandaa mwongozo maalum wa kisheria utakaowezesha wanahabari wakongwe walioathiriwa na mfumo wa ithibati kurejea katika mfumo rasmi kwa kuzingatia masharti ya sheria huduma za habari sura namba 229 ambayo ilitungwa kwa ajili ya kukuza taaluma ya uandishi wa habari kwa kuweka mfumo wa kitaasisi utakaosimamia sekta ya habari. Mwongozo huu unaweka utaratibu wa kisheria wa kutambua na kuthibitisha umahiri wao kupitia tathmini maalum ya uzoefu, weledi na maadili ya taaluma na kuwawezesha kupata ithibati kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Spika, kupitia mashirikiano kati ya Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari na mfuko wa utamaduni wa sanaa wa Tanzania, serikali imeendelea kuwawezesha mitaji ya kukuza, kuendeleza na kuzalisha kazi zao za uboresha unaokidhi mahitaji ya soko kupitia mikopo yenye masharti nafuu. Katika kutekeleza hayo, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametoa shilingi bilioni 20 kwa ajili ya mfuko wa utamaduni, tayari bilioni 200 kwa ajili ya mikopo ya watengeneza maudhui mtandaoni, yaani content creator, zimetoka kwa lengo la kuwasaidia kupata vitendea kazi na kuongeza uzalishaji wa kazi zao. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia mfuko wa utamaduni na sanaa imetoa mafunzo kwa watengeneza maudhui mtandaoni wenye lengo la kuwawezesha kutengeneza kazi zenye ubora kwa soko shindani la ndani na nje ya nchi. Mafunzo kwa awamu ya kwanza yametolewa kwa watengeneza maudhui mtandaoni 931, ambapo kati yao wanawake ni 574 sawa na 62% na wanaume ni 357 sawa na 38% kutoka mikoa mitatu: Dar es Salaam, Mwanza na Arusha. Mheshimiwa Spika, Kamati ya maudhui imepewa jukumu la kusimamia maudhui yanayotolewa katika vyombo vya habari na kuchukua hatua pale inapotokea ukiukwaji wa sheria, kanuni na maadili. Kabla ya kuchukua hatua za kisheria, serikali hutanguliza mazungumzo, ushauri, utoaji wa maelekezo kwa vyombo husika ikilenga kutoa fursa ya kujirekebisha. Hatua hizi huchukuliwa pale ambapo ukiukaji unaendelea, unajirudia au unasababisha madhara makubwa kwa umma. Katika kipindi cha Julai 25 hadi Aprili 26, Wizara kupitia Kamati ya maudhui ya Mamlaka ya Mawasiliano imetekeleza majukumu yafuatayo: 1. Kufanya vikao 9 vya kamati ya kushughulikia masharti dhidi ya watoa huduma 14 ambao walikiuka sheria, kanuni, masharti ya leseni zao; kufanya mapitio ya taarifa ya ukiukaji wa kanuni za utangazaji dhidi ya watoa huduma 11 maudhui ya utangazaji waliobainika kuwa na ukiukaji wa mara kwa mara wa sheria, kanuni na masharti ya leseni; na kushiriki kwenye vikao 3 vya mashauriano na watoa huduma wa utangazaji na maudhui kuhusu uzingatiaji wa sheria, kanuni, masharti ya leseni na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari.